Yes bana, mambo ni aje, mambo ni vipi? Na mimi kabisa uko poa. Tumepoa kinyamwezi kabisa hapa. Kikubwa zaidi hii hapa ni Misalaba Media kama kawaida yetu. Kikubwa zaidi tu ni kukusogezea info lakini pia exclusive zote ambazo zinakuwa zina happen hapa. So leo hii bana kupitia moja kati ya mahojiano ni pamoja na God Shine, moja kati ya msanii ambaye anapatikana pande za Shy Town, na juzi kati hapa pia tulipiga story na Garatoni bwana. Aliweza kumtaja kwamba God Shine ni moja kati ya wasanii ambao kwa ukanda wa Ziwa wanafanya poa sana. Sasa tunamnyokea waya tuweze kusikia mawili matatu kutoka kwake kupitia hii hapa kauli ambayo ameweza kuizungumza Garatoni. Hii hapa ni Misalaba Media, langu jina ni Captain Beka. Bana, moja kwa moja God Shine tuko naye hapa kuhakikisha kwamba tunabonga naye tuweze kufahamu mawili matatu. Bwana God Shine, mambo ni aje mwanetu? Mambo ni poa sana Captain Beka, tuko poa sana huku. Kizazi sana. Juzi kati hapa bana kuna moja kati ya interview ambayo niliweza kuifanya kutoka kwa mchizi wa kuitwa Garatoni bwana. Moja kati ya kitu ambacho aliweza kukizungumza ni pamoja na kutaja jina lako bwana. Moja kati ya msanii ambaye anawakubali sana kutoka kanda Ziwa, na tunafahamu kwamba kanda Ziwa kuna wasanii wengi sana, lakini aliweza kutaja jina lako. Kwanza kabisa katika hili hapa umelipokeaje kwa upande wako? Lakini katika engo ambayo aliweza kuizungumza alikukubali kwa sababu ni moja kati ya wasanii ambao una ngoma fulani hivi ambazo zinabembeleza kinoma noma sana. Kwa upande wako lilipokeaje hili? Lakini pia tupate pia kutoka kwako bwana neno kuhusiana na kile ambacho alikizungumza Garatoni. Kuna ukweli ndani yake? Kwanza ni furaha kubwa sana kutajwa na mtu ambaye amenitangulia kwenye muziki au tuseme, unajua Garatoni ni superstar ujue. Yes. So nilipokea kwa furaha sana, ni kwa uzuri, kwa ukubwa sana. Unajua mimi mwenyewe sikuamini kwanza. Unajua kuna wasanii wengi sana kanda Ziwa hapa. Kwa hiyo mtu kama Garatoni kuja kunitaja mimi, ameshinda kutaja watu wengine. Hicho ni kitu kikubwa sana kwangu. Yeah. Okay. Mimi namheshimu pia sana Garatoni. Okay. Ni moja kati ya msanii ambaye juzi kati pia kuna posti ambayo uliweza kuiposti. Tungependa kufahamu ukaribu wako wewe na Garatoni upoje? Garatoni ni mtu ambaye tunakutana sana, ni brother ambaye tunaheshimiana, tunasaidiana kwa kila changamoto ambazo zinatokea. Hata kwenye muziki wangu pia huwa ananishauri. Kwa hiyo ni brother ambaye namheshimu sana na namkubali pia. Yeah. Okay. Kitu kama hicho nadhani. Okay. Yeah. Bana God Shine, mwanzo kabisa kuna jina ambalo ulikuwa ukilitumia, lakini sasa hivi tunakufahamu kwa jina la God Shine, si ndio? Moja kati ya msanii ambaye pia katika profile yako mara ya mwisho kuweza kuzungumza na ulikuwa under ni Bestinaso of course. Tungependa kufahamu katika hilo, mpaka sasa hivi upo under Bestinaso ama sasa hivi tayari unajisimamia wewe kama wewe? Ya kwanza hapo inabidi nifafanue. Mimi sikuwa si ya Bestinaso. Mimi nadhani wale mablaza ambao alikuwa ananisupport mimi ni Director Malezi. Okay. Ya Director Malezi. Bestinaso tu ni kama blaza ambaye tunaishi wote, labda kama nikiwa na changamoto na yeye pia ananisupport. Nilikuwa sina mkataba na Bestinaso. Hata Malezi pia ni blaza tu ambaye alikuwa ananisupport. Umeelewa kitu kama hicho? Ila ambao alikuwa ananisupport sana ni Malezi. Unaona kama machupa hayo. Ndio kwa anajitolea Malezi ananifanyia hivyo. Vitu kama hivyo. Yeah. Yeah, na tuliona ukaribu wako sana na Bestinaso, na kuna baadhi ya ngoma ambazo tayari umekwisha ziachia, watu tukasema bwana mshikaji design fulani kama tayari na Bestinaso ni kama tayari zimeshaiva. Labda pengine kwa kila ambacho umeweza kukizungumza hapa, tunapenda kuweza kufahamu kiundani zaidi. Kuna mpango gani ambao uliopo? Je, tuna mpango wote kujiunga na Bestinaso Bestinaso ama kuna kitu gani ambacho kipo kati yako wewe pamoja na Bestinaso? Hiyo nadhani watafahamu so muda, kwa sababu huo mchakato uko mbioni. Nadhani so muda Tanzania watafahamu hilo. Kama nitakuwa na Bestinaso au nitakuwa na mtu fulani, kwa sababu sasa hivi niko mwenyewe najisimamia mwenyewe kazi zangu. Ila kuna hiyo mipango pia, nadhani hivi soon tu watu watatambua mimi niko sehemu gani, yani niko engo ipi. Yeah, black.
Okay, bana Garatoni mmoja kati ya msanii ambaye ni mkongwe umeweza kumtaja hapa, lakini pia kuna namna aliweza kukupa heshima kwa upande wako. Labda katika hilo, na mara ya mwisho niliona kuna kitu ambacho umeweza kukiposti kupitia status yako. Nikawa najiuliza, ina maana kuna kitu ambacho kinakuja zidi ya Garatoni pamoja na Gadshine. Hebu tuweke wazi katika hili hapa ndugu yangu. Ya, nisiwafiche tu, mimi na Garatoni tuna nyimbo karibia 5. Kwa hiyo hivi karibuni mimi na CIP na hisi ikijayo. Kwa hiyo kwenye EP yangu humo ndani kuna Garatoni, tegemea kuona mastaa wengine pia na video nyingi zimefanyika. Yeah. Umetaja masuala ya EP. Ategemea Garatoni hapo, ategemea mastaa kibao kwenye EP. Na ya, kwa hiyo na kusikia tajiri. Okay. Na umetaja engo nzima ya EP, unataka kuweza kuiachia EP. Na katika career yako labda pengine unaweza kunikumbusha kama ulishawahi kuweza kutoa EP na mapokeo yake yalikuwaje, ama ni mara ya kwanza kuweza kutoa EP? Ya, hii ni kwa mara ya kwanza. Kwa sababu gani? Unajua mimi na nyimbo nyingi sana nimezifanya kwa nyuma. Na nimeona kama nyimbo nyingi nimezifanya, kwa nini ziwe nyingi na hazijafikia watu? Kwa sababu nimerekodi watu hawajasikilize. Unajua kila siku kabla siku zinavyozidi kwenda na kuna rekodi nyimbo zinakuwa nyingi. Hizi za nyimbo unazisahau. Kwa hiyo nimeamua angalau nizitoe nizifanye kama EP ili ziweze kutoka watu wazisikilize, kwa sababu nimerekodiwa kusudi watu wazisikilize. Okay. Na katika hiyo EP hiyo tutarajie ngoma ngapi, lakini pia itaitwaje? Unaweza ukatusanua pia? Ngoma ni kama 7 nadhani. Ila naweza nikakupa kidogo ujue kama kuna nani na nani, wasanii kama 2 hivi. Kuna nyimbo moja nipo na Beka Flavor, nyingine nipo na Bright pia. Okay. Ya, umo kwenye hiyo EP. Na EP inaitwa Tega Sikio. Nadhani natoka tu wiki ijayo, nadhani kwenye Jumatano au Alhamisi. Okay. Ya. Na unawaahidi nini sasa mashabiki katika EP yako hiyo, namna ya kuweza kuitambulisha? Tunaona kuna baadhi ya wasanii wanapokuwa wanatambulisha EP zao, mara nyingi kuna namna huwa wanasema kwamba kuna kiki fulani ambazo zinakuwepo. Kwako tutarajie kipi? Unaitambulisha kivipi yani ndugu yetu? Unajua muziki mzuri huwa sio mpaka kiki. Muziki mzuri ni muziki mzuri tu, sio mpaka kufanya kiki. Kama watu wanakukubali tu. Unajua mimi mwaga niko na kubali mashabiki zangu ambao wanakubali, japo kuna wengi. Ndio maana hata Garatoni ameongea, nimemsikiliza hapa, anasema na bisi ya kubariki kwao ni kweli, au pia huwa anajionea sana. Unaweza kufika Shinyanga, yani hilo unachukuliwa yani kama haupo vile. Unajua tena hizo kwa watu wanakuwa wanaona kama Gadi hayupo, labda unaweza unakuta wanataja tu wasanii wengine, kuna nani hapa nasaulika. Lakini hii huwa inawajenga vipi? Yaani kwa mfano kuna mwingine ambaye hajatoka katika mkoa wako, yani anakuwa na kukubali kinoma sana, lakini unaporejea kwenye mkoa wako kuna namna fulani hivi huwa wanawashusha sana yani. Ninyi kama ninyi huaga mnalichukuliaje hili jambo, lakini pia huwa linawasimamisha vipi kuhakikisha kwamba mnapambania kile ambacho mnacho na kuweza kutimiza malengo yenu? Ya, unajua labda tuseme kwa sababu tunafahamiana, labda tunajuana. Ndio maana watu wanakuchukulia kama poa vile. Unajua wanakufahamu. Ni tofauti na ule mtu wa nje. Mtu wa nje akikusikia hakufahamu, anajua huyu jamaa ni mkali au jamaa sio mkali. Kwa wale watu ambao wanakufahamu, wanaweza wakakupenda au wasikupende vile vile kwa sababu wanakufahamu. Okay. Unaona? Tunachukuliana, tunakujua vizuri. Ya, kama hicho nadhani. Okay, na kufanya kazi na moja kati ya wasanii ambao kimsingi bwana ni wakongwe, kwa mfano Garatoni, ule ushikaji ule wa karibu zaidi pamoja na Bestinaso katika baadhi ya ngoma ambazo umeshaziachia, kuna namna inakuboost sehemu ulipotoka na kuweza kuona kwamba kuna mafanikio ambayo unayaona kupitia muziki ambao unaofanya? Ya, nadhani shuhuda namba 1 ni wewe Captain Beka. Unajua Gadi ametoka wapi? Nadhani kabisa unajua mimi nilipotoka na mpaka sasa nipo, nadhani kuna hatua ambayo umeiona. Uongo ndugu yangu? Hakika kabisa ndugu yangu. Nimetoka mbali sana huko nyuma, hata huko hapata kina Bestinaso ilikuwa changamoto, siki na Garatoni, siki na nani. Ilikuwa ni ngumu sana. Kwa hiyo unavyoona
tunapambana mpaka tunafanya nao ujue tunasogea. Tulikuwa tukizungumza zaidi kuhusiana na namna ambavyo hawa watu ambao ameweza kukutana nao. Sasa ningependa kufahamu ile connection sasa ya kuweza kuwaweka pamoja na kuwafanya, unajua bwana Gadshine, mara nyingi unapokutana na wasanii ambao ni wakubwa na ambao wamekutangulia kwenye game, kuweza kukaa nao, mfano kupiga hata story, kuweza kuwashirikisha jambo fulani, kulikuwa na kagumu fulani hivi. Lakini kwa upande wako ilikupa urahisi gani wa kuweza kukaa nao karibu na kuweza kushirikishana katika mawazo hapa na pale? Nadhani Leon alikwambia kitu fulani kinaitwa nidhamu. Unajua ukiwa na nidhamu unaweza kukaa mtu yote na mkaelewana. Usipokuwa na nidhamu huwezi kukaa naye kabisa. Kwa hiyo mimi napokutana nao mabeza kama hao naishi vizuri, yani naishi nao kama mimi ni mdogo wao, si unajua tena kabisa. Kwa hiyo swala linakuwa rahisi sana mtu kukuamini na kuona dogo ana kitu pia na nidhamu. Kwa hiyo blaza, hata kama ukimwambia jambo lako anakusaidia au ni noma yote ile, lakini ukimletea zao au msanii wa zamani atakumsalimia nini, hawezi kumsaidia chochote kitu. Umeona? Kwa hiyo nikaona kuna kazala fulani hivi hapo mkoani kwetu tunako. Umeelewa? Kwa hiyo hata kama ni msanii wa zamani huko, lakini sasa ishawahi kufanya mambo yake makubwa, inabidi umpe kiara basi, achana na mambo ya usanii. Yule ni anakuzidi umri, lazima umpe heshima yake. Hakika. Okay, bwana, swali langu la kizushi kabla hatujahitimisha hapa, Gadshine kama Gadshine bwana, ni tabia gani ambazo huzipendi kutoka kwa yani katika jamii kwa ujumla ambayo inakuzunguka? Lakini pia tungependa kufahamu kwa upande wa Best Naso kwa uchache zaidi, ni mambo gani ambayo huwa hayapendi sana, hata kama yani ukiwa unapiga naye story kuna namna fulani hivi huwa yani hapendezi na kitu hicho. Unaweza ukatusanua pia ni kwa uchache zaidi? Kwanza Best Naso hapendi sana mtu mwenye dharau. Best Naso ni mtu ambaye anaheshimu mkubwa na mdogo. Maana hujawahi kumsikia Best Naso labda kagombana na mtu fulani au kakosana na msanii fulani. Labda msanii ukute yeye ndo mbaya, kwa sababu kama ukijaribu nikikupa ufuatilie beka kwamba Naso amezingana naye mtu fulani, nadhani utapata vitu kama hivyo. Kabisa. Mtu ambaye anapenda na heshima kubwa kwa wadogo. Kwa maana unamwona yuko pale mpaka leo, angekuwa na dharau tusingekuwa naye, tungekuwa tushamsahau. Okay. Okay, kwa upande wako sasa ni mambo gani ambayo huyapendi sana kuweza kufanyiwa? Dharau. Hata wewe mwenyewe beka, mtu akikuletea dharau na imani utaachana na muda huo kaka. Okay. Bana, big time sana mwanetu, na nikushukuru sana kwa time yako. Naamini kabisa Misalaba Media ndo nyumbani, na karibu tena kwa mara nyingine ndugu yangu. Nawashukuru sana, na muendelee kutusupport sisi vijana wenu. Muendelee kutupaisha zaidi, maana nyinyi bwana, sisi tutafanyaje bila nyinyi? Hakika kabisa ndugu yangu. Ushirikiano ni jambo la muhimu sana wanasema, si ndio? Okay. Bana, kama kawaida bwana, mimi niseme tu ya kwamba kuna mawili matatu ambayo tumeweza kuyasikia kutoka kwake Gadshine, na ameweza kuzungumza zaidi kuhusiana na kile ambacho alikizungumza Garatoni, mmoja kati ya msanii ambaye aliweza kumtaja kwa upande wa ukanda wa ziwa huu hapa. So hii hapa ni Misalaba Media, naamini kabisa endelea kuenjoy, endelea kuvibe. Naamini kabisa mambo ni unyamwezi kabisa. Kazi yetu sisi ni moja tu, kukusogezea story zote za Bongo Flava, lakini pia yote tu ambayo yanakuwa yanakufaa wewe kuweza kutizama. Bana, niite Captain Beka. Naamini kabisa kama bado hujaingia pale mjini YouTube, ingia pale mjini YouTube, andika Misalaba Media. Bana, kuwa mtu wa kwanza kabisa kuweza kushare, kucomment. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na
kumanufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya, na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager. Kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.